Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza, siku ya Jumapili ya tariki 25 Mei 2025, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari Memloi. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Bila shaka msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Osile, upande wa pili Isake Molucha Ashibe anashikilia vema dawati la mitambo. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kukujia na habari za siku ya leo, na mpisha mwenzangu Baomesa de François kwa ukurasa wa habari muhimu. Shukrani sana Omari Makelele Ozilo. Msikilizaji, kwenye habari zilizogonga mwamba siku ya leo, Babaraka kuonyesha zaidi jamii ya kimataifa chanzo kikubwa kinachopelekea mkoa wangu kuvamiwa ni moja ya mission iliyonipelekea mjini Kinshasa. Ameyasema hayo Profesa Jean-Jacques Purusi, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, wakati wa mahojiano yake na waandishi habari mjini Baraka. Lakini pia uko Goma, asali ya nyuki inasaidia mwili wa binadamu kujikinga na magonjwa mbalimbali. Ndivyo ameyatamka hayo Bwana Sunzu Masambo, mtaalamu wa masuala ya lishe jimboni Kivu ya Kaskazini, katika ule mpango wa kusherekea sikukuu ya nyuki duniani kote. Na mwishowe kwa Butembo, watu waliojiorozesha ili kwenda kufanya mafunzo ya kijeshi huko Nyaleke tarafani Beni jimboni Kivu Kaskazini wameanza safari ya kujiunga kwenye kambi ya mafunzo siku ya Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025. Amehakikisha hivyo mbunge wa zamani wa jimbo hilo Tembosi Yotama ausikae na uhamasishaji ndani ya mji wa Butembo. Mpaka hapo natamatisha habari muhimu mwenzangu Omari Makelele Ozili. Shukrani sana Baomesa de François kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba shule la sekondari Dage limeendesha harakati za utetezi wa ripoti ima defense kwa wanafunzi wa fani ya kijamii, kibiashara, kisayansi na wale wa darasa la 7 na 8, harakati ambazo zimefanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025 kwenye ukumbi wa shule hilo mjini Baraka. Mwenzetu Zavala Limasidi Lui alishiriki katika harakati hizo, na hii hapa ni ripoti yake aliyotuandalia. Kutokana na programu ya masomo, wanafunzi wa baadhi ya taaluma wanakuwa wanafanya defense kwa ajili ya kutambulisha kile walichokifanya baada ya kufanya utafiti wa vitu mbalimbali. Waliko mbalimbali walihudhuria kwenye sherehe hizo, ikiwemo wazazi. Katika neno lake, Bwana Manieta Bovaleron, kiongozi wa shule hilo la kimataifa la DAG, ameanza kwanza kuonyesha kwa nini waliendesha shughuli hiyo kwenye shule lake. Siku ya leo kwetu, kufatana na kalendari ambao inakuwa kama vile chombo chetu cha kutuelekeza, ilitayarisha pia watoto wa shule ya kwanza, ya pili, ya tatu wanaosomea ufundi waende katika makazi mbalimbali kwenda kupima yale ambao walifundishwa shuleni na yale ambao watakaoyakuta huko kwenye kazi, wakiangalia kwamba inaambatana na leo walikuja sasa kuyaonesha kwa wazazi, kwa shule na watu wote. Kwa darasa ya 7 tulichagua baadhi ya somo zao ambao zinalenga kwa habari za utafiti, kama vile wanakuwa na somo ambao wanaita teknolojia, wanakuwa na baadhi ya somo ambao inaitwa mitindo ya chakula, kutafuta chakula. Ni kwa hiyo tulipenda tuwasikie, je, wanaelewa chakula, wanaelewa mitindo ya chakula ina mafaa gani? Na ule wa 8 wanakuwa na somo ambao inaitwa kwa lugha ya Kimombo science physique, wanafanya utafiti mojawapo ambao wanaita lugha ya Kimombo
kimombo distillation, yaani kuchanga vyombo na kutupatia matokeo ya mwisho. Ujumbe ambao tunayo kwanza kwa serikali ni kusema ya kwamba kuandaa viwanda mbalimbali kwa ajili ya watoto wetu wasibaki tu na ufahamu wa shule, lakini hata wajue ile ya ufundi zaidi sana. Na kwa wazazi waelewe ya kwamba ni gharama kubwa wanayo, ni jukumu, ni kuendelea kusapoti watoto kwa hiki na kile ambao kinahitajika ili kwamba elimu iboreke. Na hata kwa wote ambao wanaweza kutusikia kupitia redio yetu, wanaweza pia kuendelea kusapoti watoto na kusapoti shule. Upande wake Bwana Bernard Moke wa pili, mwalimu anayesimamia fani ya kijamii, amesema kuwa walifanya jambo hilo kwa ajili ya kuonyesha wazazi kile ambacho watoto wao wanakuwa wanakifanya katika shule hilo. Sisi kama vile shule la sekondari la Dage Maskeljok tuliona vema tuwaite wazazi waone kitu gani ambacho watoto wao wamekifanya kuanza mwezi wa 9 mpaka kwa mwezi huu wa 5. Ndio maana unaona sherehe za watoto kabisa wako hapa kwa ajili ya kusherehekea na kutupresenter ile yenyewe walifanya kwa mwaka wote mzima, wanafunzi wa technique sociale na technique commerciale. Mimi nafikiri kwamba hiki ambacho wanakifanya kina umuhimu kwanza kwao kwa sababu kinawapatia uzoefu. Unajua hata watakapokwenda kwenye vyuo vikuu kulingana na hii ambao wamefanya hapa itawapatia nguvu, hawataona tena haya. Na mizusi inasaidia pia kwa wazazi kwa kuona kwamba watoto wao kule ambapo wanapelekwa wanaendelea kusoma vizuri na wanafundishwa vizuri. Wazazi waendelee kuwasukuma watoto wao kunako fani ya technique sociale pamoja na commerciale, kwa sababu inasaidia mtoto kujua kuongea mbele za watu, inasaidia mtoto namna gani anaweza kuwa mtu mkubwa huko mbele, anaweza kuwa waziri na namna gani atatetelea hata nchi yake kesho. Mwishowe Bwana Mkuu Kamuliki, mmoja kati ya wazazi wa watoto kwenye shule hilo, ameshukuru viongozi wa shule la Dag kwa kuwa wamefanya kitu ambacho kitawasaidia watoto hao kuwa mahiri katika masuala mbalimbali hasa kuhusu elimu. Kwanza niseme shukuru école parce que depuis que watoto wiko hapa, hii ni mara ya kwanza kusheku asiste kwa hii evenement kama hii. Bopeke walishuhudia, ni jambo la kwanza la kushukuru msimamizi wa shule. Na ya pili tuseme kama ni kitu inapana motisha, inapana nafasi kwa wazazi kujua kumbe kwenye watoto wako naenda kusoma huko mambo mazuri, watoto wanafundishwa wanapata elimu ya mzuri, parce que hivi yenye watoto wanakupresenter hapa ni vitu yenye wako nasoma mu masomo, wanaenda fanya ma research kisha wanaleta majibu, ndio hivi anakuja kuonesha bazazi nini bako nafanya. Inatuonesha kama watoto wanapata elimu ya mzuri hapa kudag, na sisi parents tunaenda na ile furaha ya mingi sana. Tuliona gisi watoto walionesha gisi bako nafanya na wanatengeneza chumvi. Haiko rahisi, watoto wanafanya wanaunganisha hiki na hiki na wanapata chumvi yenye sisi wote wazazi tunashuhudia, tunaona kumata. Atuka ni jambo moja ya furaha sana, ya kufurahisha, na tunashukuru sana, na tunaweza endelea kulomba wasimamizi wa shule waendelee kufanya evenement kama hizi, na baendelee tena bale benye biko na makuru technique zimwazimwaza ya kuunda bitu. Vraiment bajikaze sana pakuwe na tuonesha benye batoto tuko nafanya hapa na tunabiona obezo meme tunapeleka bimoya kwa nyumba. Asante sana Safari Almasidilwe kwa ripoti yako hiyo. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba kuonyesha zaidi jamii ya kimataifa chanzo kikubwa kinachopelekea mkoa wangu kuvamiwa ni moja ya mission iliyonipeleka mjini Kinshasa. Ameyasema hayo Profesa Jean-Jacques Purusi, gavana wa jimbo la Kivu Kusini, wakati wa mahojiano na waandishi wa habari mjini Baraka. Akiwa mbele ya vipaza sauti vya redio mbalimbali za mji wa Baraka, gavana wa mkoa Jean-Jacques Purusi Sadiki amesema kuwa mkoa wa Kivu ya Kusini una mali nyingi, ndiyo maana unakumbwa na uvamizi wa vita vya mara kwa mara kama alivyoeleza. Ile ilikuwa kwenda kusaidia kuexplique hii vita. Bako natugombanisha juu ya nini? Tulifanya research na kitabu kuonesha richesse ya Sud Kivu. Kama tuko na richesse na shinda Grand Katanga yote 14 fois. Mais tuko tu mu vita, hatuko mu fasi za bien, hatuishi bien malgré ma richesse yote. Ndio ile tulienda expliquer bazungu, ba communauté internationale, ba partenaires, ba population, gouvernement, angalia bietu kuna kufa ako ni hivi. Base ya hii vita ni hii, c'est l'économie, c'est les terres, c'est le commerce. Sa tulianza mabarabara, tulianza aéroport ya Kavumu, tulianza maprojet kabambi, numérisation, bancarisation, guichet unique ya économie kwa kuleta jusqu'à 25 millions de dollars par mois, ça balionne le montage. Vite kakuya directement. Na ni vile tu.
Donc ndio tulienda expliquer vile ndio tunakawia kule, et puis tuliambia ba partenaires internationaux ile ma projet tulisigné na hapo huko Bukavu ya kutengeneza barabara, mapave, manjia, manini tout ça. Ile ma projet basema zina stopper Bukavu juu ennemi iko. Non. Bali signé ndio contrat na l'état congolais à la province. Donc banapasha pia kwa province iko, c'est-à-dire que Uvira basi développer à partir ya Uvira, Fizi, Mwenga na Shabunda kwenye pouvoir public iko na exercer. Na njoo hivi. Mimi siseme nisifanye promesa sasa tahenga mapave. Non. Haiko franga ituko na mkono. Mais tulisensibiliser kusudi ma projet kuye na ekipe ya kwanza ya PNUD ya Nations Unies kunafika hii weekend Bujumbura deja juu kuya Uvira kupanga na sisi Tanzania. Kikao cha kufunza watu wenye kupangisha ndani ya nyumba za kibiashara namna ya kulipa ushuru kwa serikali. Lilengo mojawapo ya kikao kinachoandaliwa na shirika la APML Jumapili ya tarehe 25 Mei 2025 mjini Baraka. Kwake Sango Batenji Neto, mhamasishaji wa shirika hilo la watu wenye kupangisha, hapa ameonesha malengo makuu ya kikao hicho. Ni kutaka kuhamasisha wanamemba wetu juu ya kulipa impôt sur les revenus locatifs, IRL kwa kifupi. Wanailipa, lakini kuna namuna ya kuwafahamisha. Mtu anapashwa analipa pesa na anapewa karatasi yenye inajistifia zile pesa. Kwa sababu mara mingi wamambre wetu wanalipa pesa bila kupewa vikaratasi vya kuonesha kama ameisha lipa zile pesa. Na wakati mtu analipa zile pesa bila kupewa kile kikaratasi, kontrole itapokuwa imekuja ataonekana kama vile hakulipa. Na ndio maana tumesema tunabidi kuhamasisha. Maana wakaaji wa Baraka bado ni vile mpya. Mambo mengi walikuwa hawajafahamu kabisa. Na kama mambo yamekuja mapya, ni lazima watu wahamasishwe, lazima watu wafunzwe, lazima watu waambiwe. Kulipa ni haki, maana ni franga inaingia mfuko wa serikali. Lakini wakati unalipa hizo pesa, upewe karatasi yenye kuonesha kama umelipa hizo pesa. Kwa sababu ile kitengo ya serikali bientôt itaingia butere kwenda ina sensibilize watu na kuomba zile pesa. Naye Mwenenya Bilombele, kiongozi wa shirika hilo, amewataka wanamemba wote kushiriki kwenye kikao hicho na kuheshimu saa. Siku ya Jumapili kikao kitakuwa majira ya saa 8 za mchana kwenye ofisi ya Feke kama vile sindika yetu ya Centre Negoce ya Baraka ni pale kwenye Centre Commercial. Kwa watu wote ambao wanaendelea kutusikiliza kwa mida kama hii, ninaenda kuwaomba wafike kwa wengi zaidi sana wale ambao wanashikilia nyumba za upangaji, ambao wanakuwa wanalipa tax ya IRL, donc tozo ya IRL, impôt sur le revenu locatif. Donc wakuje tuonyeshe inalipwa je, tunakuwa tunasikilizana DP namna gani, inakuwa ordre inampasha mkahaji kulipa tax ya serikali, atailipa namna gani na mikakati gani. Donc afike ili tumuonyeshe ajue utaratibu kabisa wa kulipa na tunamsaidia nini sisi. Hasa APML itamsaidia nini, itakuwa na mchango gani kwake. Tujielekeze huko Modusa, tukiwa tu katika jimbo hili la Kivu ya Kusini ndani ya tarafa la Kabare. Ni kwamba kisha hali ya usalama kuzorota ndani ya jimbo la Kivu Kusini kupitia uvamizi wa M23, hatimaye mbuga la wanyama la Kauzi-Biega hadi sasa halina walinzi. Hivyo ni kutokana na walinzi wa mbuga hilo kukimbia sehemu kwa kuhofia usalama wao. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mwenyekiti wa shirika la raia Pamudusa Bwana François Mubalama amesema hadi sasa mbuga la Kauzi-Biega linaendelea kukumbwa na hali mbaya, kisha kuona watu wanakuwa na kata miti holela ndani ya mbuga hilo na hata wengine kuanza kutega wanyama waparikatao ndani kama alivyohakikisha hapa. Tangu hali ya usalama izorote ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, watu wengi walikimbia makao yao, na vile vile wale ambao wanakuwa wakichunga mbuga la kuhifadhi wanyama ama wa garde park nao pia walikimbia kwa kuhofia maisha yao. Na baada ya kukimbia kwao, parke ya Kauzi-Biega nayo ikakuwa haiko tena epargne na usalama mdogo ama kusorota kwa usalama. Ndiyo unaona kwa sasa siku za leo kunakuwa aktivite nyingi zinafanyika ndani ya parke leo. Tunaona watu wanakuwa wakikata makaa, wanachoma makaa ndani ya mbuga, wengine wanakata miti kiolela, wengine wanakata mianzi, na hata wengine wanatega nyama na kubeba hata yemwa mule kwa ajili ya kuwinda nyama. Hali hii kabisa inakuwa ikileta oga na inaleta kabisa kusikitisha mkubwa sana, kwa sababu tunaona kwamba ikiwa makazi hizi zitaendelea ndani ya park, kutakuwa kabisa consequences nyingi ambazo zitatokana na mazingira ambazo zitakuwa zinakumba watu
msiku zinazokuja. Watu wengi kwa leo wanaweza kuwa na ugumu ya kuona consequences environmentales ambazo zinaweza kujitokeza hapo mbeleni, lakini kiukweli ikiwa mbuga hili linaendelewa kutatizwa hivi, consequences hizo zitakuwa ziko nyingi sasa. Na wakaaji ambao wanakuwa ama wanaishi kando kando ya parke ndio wanakuwa zaidi wako impliqué mu exploitation ya hii parke, bila kujua kama modification climatique ambazo tunakuwa tukiishi leo. Watu leo unasikia wanasema kwamba mvua zinakosekana, joto inakuwa nyingi, ni kwa sababu msiku zilizopita tulikuwa tuna exercer pression ku nature na watu hawakutenire compte na consequences ambazo zingejitokeza hapo mbeleni. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa kwanza nampisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo. Shukran sana kabisa mwenzangu Omari Makelele Uzile. Leo kuna kwa habari za michezo, nambari 7 yangu ipepea barabara huko mgongoni. Tuanzie na hapa katika moja wa Baraka ni kwamba kupanga namna gani tournamenti itakayoandaliwa ndani ya moja wa Baraka ni moja kati ya malengo ya kikao kilichoandaliwa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo na uongozi wa vijana mjini Baraka. Huyu hapa ni De Gaulle Malembe, mwenyekiti wa vijana mjini Baraka, anaeleza mengi. Leo ilikuwa question ya kudiscuter autour ya moyen na compétition tapita je. Voilà pourquoi il a invité ba responsable ya sport ya makartier za jeunesse ya ville ya Baraka. Voilà, tulidiscuter ya part ma dépenses administratives zinakuwa ziko za mingi d'ailleurs. Tulisema kwanza kuna $50 parce que compétition ya kwanza inilipita ya kwanza kwa na 100,000, meshi tunasema $50. Donc tulika triple na ni mara 4 zaidi na nusu. Tulitia wa pili tuko tunawaza kwa ya $80 wa tatu $60 à $50 na ma trophée ya meilleur buteur, meilleur gardien na ma dépense sa vile balbite tunabalipa tere ipo tutengeneze tutakuwa tuna mafile vile vyote. Donc saa hii kusema franga yote ni vigumu, mais au moins ku trophée tu yo peke ni $300, trophée yo peke ni $300 à part dépenses administratives. Donc il est ma dépense kulipa balbitre vingine kualue mafile kutengeneza tere kutracer na ma dépenses zingine za chinchi. Donc tunatia kwanza trophée ni $300. Affiliation tuko ma décision tukasema non que la quartier dit affilié ku $15, dit affilié ku $15 et puis là vraiment tuna effectif fulani ikikuwa 2 quartiers 3 quartiers nous avons évolué. Donc tulitia $15 parce que tu permettre kufranga zenye kuzitotola ku kesi ya conseil ba jeunesse tafama dépenses administratives zirudie. Finali ya mkondo wa kwanza ya michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika iliweza kupigwa katika nchi ya Afrika ya Kusini, ambako klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini waliweza kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya klabu ya FC Pyramid ya nchini Misri yake mshambuliaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Fiston Mayele Kalala. Finali ya marudio ya michuano ya shirikisho la soka hapa katika bara la Afrika itaweza kupigwa siku ya Jumapili ya wiki tunayo tarehe 25 Mei mwaka 2025 huko visiwani Zanzibar, ambako Simba Sport ya nchini Tanzania wataweza kukata mswa fitna dhidi ya klabu ya Berkane ya nchini Morocco. Kumbuka ya kwamba mechi ya awali kwenye finali hiyo ya shirikisho hapa katika bara la Afrika, klabu hii ya Berkane ya nchini Morocco waliweza kuwatandika Simba Sport mabao 2-0. Itakuwa namna gani? Je, klabu ya Simba Sport hapa nchini Tanzania wataweza kupindua meza ili kuweza kuchukua ubingwa wa shirikisho kwa mara ya kwanza hapo katika nchi ya Tanzania? Tusubirie tuone itakuwa namna gani, mpenzi msikizaji wa Radio ya Kijamii Kivu. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba miamba ya nchini Hispania Real Madrid waliweza kuibuka na ushindi wa 2-0 mbele ya klabu ya Real Sociedad. Wiki ya mwisho ya michuano ya Premier League ya katika nchi ya Uingereza itaweza kushuhudiwa siku ya Jumapili ya tarehe 25 Mei, ambako mechi zote zitaweza kupigwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Bournemouth watakipiga vikali dhidi ya Leicester City, Fulham wataweza kukaribisha klabu ya Manchester City, Ipswich Town watapambana vikali dhidi ya West Ham, Liverpool watacheza dhidi ya klabu ya Crystal Palace, Manchester United wataweza kukaribisha klabu ya Aston Villa, Newcastle watapambana vikali dhidi ya Everton St. Office, Nottingham Forest wataweza kukaribisha klabu ya Chelsea Blues, huko klabu ya Southampton wataweza kukaribisha klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza ambao ni Arsenal Gunners. Tottenham Hotspur watapambana vikali dhidi ya Brighton na klabu ya Wolverhampton wataweza kukata mswa fitna dhidi ya klabu ya Brentford yake mshambuliaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Yohane Wissa.
Naweka nukta kunako ukurasa wa habari za michezo mwenzangu Mari Makelele Uzile. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Lakini kule katika nchi ya Ureno usiku wa kucha leo kulikuwa kunapigwa finali ya kombe la mabingwa barani Ulaya as a Champions League upande wa wanawake kutoka Uingereza wa klabu ya Arsenal Gunners waliweza kuwatambia wanawake wa FC Barcelona bao 1-0 na hivyo Arsenal Gunners ya wanawake kuwa mabingwa wa mwaka 2025 katika ligi ya mabingwa upande wa wanawake. Msikilizaji, ndapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka asubuhi ya leo kupitia masafa ya FM kunako mita band 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie uchambuzi wa habari na habari za wanaripota wetu. Tuanzie pale Butembo. Ni kwamba watu waliojiorozesha ili kwenda kufanya mafunzo ya kijeshi huko Nyaleke tarafani Beni jimboni Kivu Kaskazini wameanza safari ya kujiunga kwenye kambi ya mafunzo siku ya Jumamosi ya tariki 24 Mei 2025. Amehakikisha hivyo Tembo Seyotama usikai na wahamasishaji ndani ya mji wa Butembo. Katika mazungumzo na Radio Kivu Butembo, Tembo Seyotama amesema licha ya msafara wa kwanza kwenda, milango bado iko wazi kwa wale wanaohitaji kujiorozesha. Tumsikilize. Wakati ya kwenda kwenye sandre imeenea, na ile kwenda kwenye sandre kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi, na hiyo mafunzo ya kijeshi leo ilikuwa rendezvous, lakini inaonekana wengi hawakupata hiyo information, na wale ambao wamepata hiyo information tunashuka nao pamoja. Wengi wanafika kwenye kae, wanasema wajiregistre au watakuja nyuma, lakini wale ambao wamekuwa tayari lo ya kwanza inaenda, na wengine watakuwa naenda wakifata progressive. Inakuwa kwanza fusho moja ambayo tayari nakaribia jaa, na wengine walikuwa hapa asubuhi wamerudilia nguo zao, na wengine wanaprometre kwamba watakuja mchana, wengine magharibi, sijui wengine kesho. Lakini wale ambao kwanza wanakuwa tayari tunaenda nao. Vijana wa Butembo wanakuwa na baridi kwa kuingia kwenye jeshi, lakini tunasema ni wakati ya kutosha hiyo baridi na kujimobilize comme un seul homme. Na mimi ya kwamba après equipe ya kwanza ya formation yengine itafata, serikali ndio itawalinda. Na huko Nyaleke deja kunakuwa maskari ambao wanachunga hizo. Huko security iko garanti, na sisi tulijipenyeza kama wamoja wa wasensibilisateur, lakini wa gestionnaire wa hiyo sandre wako huko, na serikali na kamata gestion ya hiyo sandre. Sisi tunakuja tu kama wa notable mjini kusaidia kwa sensibilisation. Mwishowe Bifeza, moja kati ya watu waliojiorozesha na kusafiri kwenda sehemu ya mafunzo, ameonyesha malengo makubwa ya yeye kujiunga ili kufanya mafunzo hayo. Enyena ni motive ni juu kuona ngisi tunateseka siku mingi, na Banyarwanda wamecheza na sie siku za tosha. Tunaona ke hakuna wengine wanaweza tupigania isipokuwa sie peke kujitia nguvu na kuonesha ngisi dawa ya moto ni moto. Tunasirika, ndio maana tunaenda saa vile wanamke, na sie tunajiandikisha kwenda kuarme na wenzetu wanamke wakui. Tunaenda juu tuende kuwa na ordre, tukue na commandement yenye ko bien contrôler. Donc atuende juu kusema sasa tunafika mumkine kisha tunakuwa menace tena ku population yetu. Mimi naambia wenzangu wanamke wa population wa so bababa bote wenye anaweza jisikia huru mwenyeko tu adulte kuanzia ku 18 kupanda, sasa watasikia hii message ili watukute formation ya leo. Tubaki tu katika jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini kule Goma. Ni kwamba asali ya nyuki inasaidia mwili wa binadamu kujikinga na magonjwa mbalimbali. Ameyasema hayo Bwana Sunzu Masambo, mtaalamu wa masuala ya lishe jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ni katika ile hali ya kusherehekea sikukuu ya nyuki duniani. Akizungumza na redio yako, Bwana Sunzu Masambo Teofile, mtaalamu wa lishe, amesema kuwa asali ni muhimu na ni vema kila mara raia kuwa na tabia ya kunywa kijiko kimoja cha asali kwa siku kama anavyoeleza hapa. Asali ya nyuki inasaidia mwili ya mtu kukuwa na kinga ya mwili juu ya magonjwa fulani fulani. Hapa tunaweza kusema magonjwa ya moyo kama vile ya AVC. Hii asali ya nyuki inasaidia damu kutembea vizuri ndani ya mwili na ndani ya moyo ya mtu. Ya tatu, kazi ya asali ya nyuki inasaidia kuboresha kiasi ya kolesteroli, lakini naomba tutumie kiasi.
tusitumie asali ya mingi, inakuwa na sukari mingi ndani na inaweza tena kutuletea magonjwa tena ingine. Na kama tunaitumia, tunakamata ile kijiko kidogo mbili ya asali, ndio tunaita maguera kafe, tunaweza tumia 2 kwa siku. Tumalizie uchambuzi wa habari na habari za kitaifa huko Kinshasa ni kwamba rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange alihutubia taifa usiku wa Ijumaa kucha siku ya Jumamosi ya tariki 24 Mei 2025 kwenye mitandao ya kijamii, siku moja baada ya kuondolewa kinga ya useneta wa maisha. Isaac Mulucha Ashbe na ripoti kamili ndani ya studio. Akiwa kwenye muonekano wake mpya bila ndevu, koti na tai ya blue, shati nyeupe, Joseph Kabila alihutubia kwa dakika 45 huku akisema kwamba aliamua kukata ukimya baada ya kuona tatizo lenye kukumba nchi ni la kutisha. Rais wa zamani alizungumza mengi, kwanza akijigamba kuwa ni rais wa kwanza kuachia madaraka kwa amani na hivyo kuacha nchi isiyo na deni, yenye nguvu na yenye kuheshimu mikakati ya kidemokrasia, huku akishtumu mrithi wake ambaye bila shaka ni Felix Antoine Tshisekedi ambaye hakumtaja jina kuharibu na kurudisha nyuma nchi aliyoipokea ikiwa imara. Nikiwa kama askari niliapa kutetea nchi hadi kwa kujitoa sadaka, jana kwenye madaraka, leo nje madaraka, bado nabaki mwaminifu kwa kiapo hicho. Alishtumu serikali hii kutokuheshimia mikakati ya kidemokrasia na kuendekeza ubaguzi na kutokuheshimia haki, huku akimalizia kusema kwamba anatarajia kuja mjini Goma, mji ambao tunajua unamilikiwa na waasi wa AFC M23 miezi mitatu sasa. Hisia mseto zimeibuka kati ya baadhi ya wananchi na hata kati ya viongozi. Madini yaliuzwa kiolela kwa faida binafsi kwa miaka 18. Mabilioni ya pesa iligawanywa na marafiki wa nje ya nchi. Alisema hayo waziri mmoja ili kukashifu hotuba hiyo ya rais wa zamani. Kama tunavyojua, rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitoa hotuba hiyo siku moja baada ya kuondolewa kinga zake za useneta wa maisha na chumba kikuu cha seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani sana Isaac Mulucha Ashbe. Nini hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za asubuhi ya leo ya siku ya Jumapili ya tariki 25 Mei 2025 katika mji wa Baraka. Hii ni Radio Kijamii Kivu na mimi ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili Isaac Mulucha Ashbe alikuwa kunako dawati la mitaa. Utakia Jumapili barabara. Asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.